Ndugu waandishi wa habari, kwanza tuwashukuru kwa kujumuika pamoja na kamati ya kudumu ya Bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tangu asubuhi tumeona mmekuwa mkizunguka nasi katika miradi yote tuliyopitia ambayo inasimamiwa na jiji la Dar es Salaam. Kama ambavyo mmeona, tumeanza na mradi wa ujenzi wa barabara kule katika eneo la kwa Mparange, ambapo tunaona kazi kubwa ambayo jiji la Dar es Salaam kupitia mapato ya ndani limetenga fedha 10% na ikawa sehemu ya ujenzi wa barabara katika eneo ambalo tumeenda kukagua barabara hiyo. Lakini tumeona barabara hiyo ni barabara ya kielelezo ambayo ilikuwa ni changamoto sana kwa wananchi. Kwa hiyo kwa ujumla wa barabara hii ambayo ina kilomita 6.5 mpaka sasa jiji limeweza kujenga kilomita 1.5, nusu kilomita bado iko katika hatua za manunuzi, lakini kwa kushirikiana na TARURA tunaona na wenyewe wanaendelea kujenga kipande cha 0.9 kilomita, na kipande kilichobaki kimewekwa kwenye utaratibu wa mpango kuhakikisha kwamba na chenyewe kinajengwa kinakamilika, ili wananchi wa eneo hilo sasa waweze kupata barabara ambayo kwa kweli itakuwa ni barabara ambayo ni ya kielelezo na inakidhi mahitaji yao, kwa kuwa enzi hizo kulikuwa na changamoto kubwa sana katika eneo la barabara hiyo. Lakini tumeona mahitaji ya msingi na ya muhimu katika barabara hiyo yamezingatiwa. Tuna njia ya watembea kwa miguu, lakini kuna mifereji ya maji ambayo inasababisha barabara idumu, lakini zipo taa za barabarani, lakini tumeona kuna service duct ambazo zinatoa rumu kwa mamlaka zingine kama zinapitisha miundombinu ya maji, miundombinu ya umeme iweze kupita bila kuharibu barabara sasa hizo siku za usoni. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuipongeza jiji la Dar es Salaam chini ya uongozi wa mkuu wa wilaya, lakini chini ya uongozi wa halmashauri, chini ya meya na mkurugenzi wake pamoja na wataalamu wote ambao wanawasaidia kutenda kazi. Mradi wa kielezo mwingine, tumeenda shule ya sekondari ya Bonyokwa ambayo ni shule ambayo ni ya magorofa. Waandishi wa habari, tunatambua shule zimejengwa nyingi katika kipindi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tumeona shule za kielelezo hasa katika jiji la Dar es Salaam, shule ya gorofa 5 kwa kweli hii imekuwa ni ya mfano, na shule hiyo imekuwa lifti kuhakikisha kwamba vijana wetu, lakini watu wenye mahitaji maalum hawapati shida kupanda katika gorofa za juu. Ni madarasa ambayo ya kiwango kikubwa kwa ajili ya vijana wetu wa kidato cha 5 na kidato cha 6. Na tunaona mradi huo kwa kweli ni wa kielelezo pia. Lakini mradi wetu wa 3 tunauona upande wa afya. Tumekuja hapa kuangalia kituo cha afya cha kielelezo. Kituo hiki mmeona mradi mkubwa wa bilioni 7.5. Nyewe waandishi wa habari ni mashahidi. Rais ameendelea na serikali yake kujenga vituo vya afya mbalimbali ndani ya nchi yetu. Tunajenga vituo vya afya vya milioni 500. Sasa kituo hiki cha kielelezo mnaona ni gorofa 5 kwenda juu, na kimegharimu zaidi ya bilioni 7.4, na mandhari yake mnayoona katika maeneo ya mzunguko